za leo mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari siku ya leo ya Juni 3, 2026. Kwa nami Penda Gota ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Wakulima wadogo zaidi ya 4,500 katika vijiji vya wilaya za Rumeru, Monduli na Karatu mkoani Arusha wamewezeshwa kuwekeza kwenye kilimo cha alizeti kwa kuongeza uzalishaji na faida kwenye zao hilo kupitia mradi wa FORI uliotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu chini ya uratibu wa mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoani Arusha. Lakini vile vile kwa kutumia madawa ya asili tulipata elimu hiyo na matokeo yake yalikuja kuonekana. Kabla ya hapo utoaji katika mashamba yetu hasa katika zao ambalo lilikuwa la alizeti ulikuwa chini sana. Kiwango cha wastani kutoka kwenye 1 tulifikia hadi wastani wa 4. Wanawake tumenufaika, kwanza tumepata mafuta. Kwa zile gharama za kununua mafuta zimepungua katika familia. Maana yake hata kama baba akitoka kiacha ile pesa ya matumizi, inakuwa tena haina matumizi makubwa zaidi, maana karibia vitu vingi tunavipata kupitia mashamba. Ni zao mkakati la kitaifa na ili kuweza kupunguza upungufu wa mafuta ya kula kwenye taifa hili. Na tuliona kwamba kulikuwa na uwezekano wa zao hili kuzalishwa katika wilaya hizi 3 kama zao la mbadala, zao la kibiashara. Kwa hiyo na baada ya kufanya utafiti, mazungumzo na wakulima, ilionekana zao la alizeti linafaa na wakalichagua hilo. Naamini wale ambao wamepata, wakulima wale watafiti, wataweza kuwezeshwa kwa kiasi kwa serikali za halmashauri pamoja na mji wa Arusha kuweza kusambaza hiyo teknolojia kwa halmashauri zingine. Na tumeweza kuona kwamba kuna kuimarika pia kwa ushiriki wa wanawake na vijana katika mnyororo wa thamani. Wafanya biashara ndogo za vyakula akiwemo mshona viatu katika eneo la Viwandani Mikocheni maarufu kama barabara ya ITV jijini Dar es Salaam wamenusurika kuangukiwa na lori lenye mizigo lililoanguka wakati dereva anakata kona. Wakizungumza, mashuhuda wa ajali hiyo wameeleza namna ilivyokuwa na athari walizopata, huku mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi wa Kinondoni SP Solomoni Mwanganino akieleza namna walivyoshughulikia ajali hiyo ili kuepuka kusababisha msongamano wa magari. Naitwa Flora Ramadhani, ni mkazi wa Dar es Salaam. Mimi ni shughuli zangu za shushaini, ni fundi ambao wa kushona na kupiga rangi. Nilikaa kwenye eneo langu la tukio, baada tu ikaja gari ambayo dereva imekosea njia, imeporomoka kwenye ofisi yangu. Baada hapo wamefanya uharibifu wa hiyo ofisi, alivunja meza, kuna viatu vya wateja vyote vimeharibika. Yule dereva akakimbia, akaliacha gari. Baada kuja nikamtafuta dereva, yupo, nikauliza ofisi yake hii gari kampuni gani, wakashinda kuniambia ile ilikuwa inapeleka madawa ya kilimo maeneo huko njia ya Mawaziri. Nikamtafuta mhusika, akaniambia tulia, usiwe na wasiwasi. Lakini huyu dereva amekimbia na mpaka sasa hivi hapatikani. Tukipiga simu jina la kampuni, bosi mwenyewe hapatikani, lakini shughuli zangu maarufu ni shushaini. Na mimi nikosa mimi kuniua, nilikuwa kwenye ofisi. Mimi nikakimbia baada ya gari ilipoporomoka tu, mimi nikakimbia. Mimi nikosa kuniua, baada hapo dereva akakimbia. Kabidi nikafuata utaratibu, wamekuja matrafiki hapo, wakanielezea biashara yako ndio hii, nikamwambia ndio hii. Wakaniambia samani yake ngoja tumtafute bosi mwenye gari, akipatikana bosi mwenye gari basi tutapigana na mahesabu jinsi ya ofisi yako jinsi ilivyoharibika na viatu vya watu vilivyopotea. Bala mimi kweli nimesikia tu kishindo, lakini kuja kugeuka ndio ndo ajali ya gari. Na hisi na huyu hapa naye kakosea nini? Yaani sema barabara. Yaani mimi siwezi nikamlaumu kwa sababu ni vyombo vya moto, kwa sababu kutoka ni mbali. Hapa ni barabara. Barabara hii ni nyembamba. Na gari lenyewe mnaliona ni kubwa jamani, kwa kweli tuongee tu ukweli. Barabara ni nyembamba. Ile ingekuwa la barabara kidogo kama gari, mbona magari mengine yanapita? Na hisi na kunja kona na kidogo kama fanya nini?
amekosea kidogo anapodai wao wenyewe wanaojua, lakini kwangu mimi nimeona barabara ni nyembamba, kwa gari hili ni kubwa. Naitwa Solomon Mwangamira, mkuu kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Kinondoni na mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi. Hili ni tukio dogo, lakini tuko hapa kwa ajili ya kurescue hali. Ni gari ikiwa na mzigo, ili eneo la viwanda inatoa ili kasha kubwa container kutoka sehemu moja kwenda kiwanda kingine mbele ya TV, lakini nadhani dereva alimesababisha wakati wa kukunja na hii gari ina mzigo mzito. Kwa hiyo kanyaga hapa kuna carpet. Itokaja carpet na carpet limezidiwa na uzito wa gari. Kwa gari carpet katisha gari kachagama. Kwa sasa hivi hapa tunafanya utaratibu wa kuiondoa hii. Tayari winchi inakuja kwa njiani, tutaitoa ijukulisha katika mzuko wa magari kama tuna barabara ya ITV. Kwa wale magari makubwa wanatakiwa wasubiri waegeshe magari pembeni kwanza wakati tunaendelea kutoa hii gari. Lakini kwa wale magari madogo wanao uwezo wa kupita pale benki ya CRDB kwa sababu barabara inaruhusu. Barabara inaruhusu magari mwisho tani 5. Kwa hiyo watapita ile barabara afuata ingia maeneo ya viwanda. Kwa hiyo ambao wanahitaji kuingia eneo la viwanda, lakini wanakuwa na magari madogo, bado kuna njia ndogo inayoishia njia panda pale, inaishia pale benki ya CRDB Mikocheni. Kwa hiyo wakiishia pale bado ni walking distance kuja kwenye viwanda, lakini kwa kupita njia hii wanaweza kusababisha msongamano mkubwa. Kwa haya malori ambayo yanaingia huku kwenye viwanda ndio ambayo tumeyazuia, lakini malori madogo yanapita upande wa pili kule CRDB. Kwa hiyo kama mtu ana mahitaji ya kuja basi apite kule CRDB iliweza kuingia katika maeneo ya viwanda. Zaidi ya shilingi milioni 250 zimetolewa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje ODP Kichomea Taka pamoja na vyoo vya wagonjwa na watumishi katika kijiji cha Busolwa, kata ya Busolwa, wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo wilayani humo, mkuu wa mkoa wa Geita amesema ameridhishwa na matumizi ya fedha hizo, akibainisha kuwa pamoja na miradi iliyopangwa, halmashauri imefanikiwa kuongeza jengo la kujifungulia mama bila kuongeza bajeti. Tulikuwa tunasumbuka sana kupata operation mpaka uende Sengerema, Kagunga, Nyankurukuru au Karumo pale Msalala. Sasa hivi tunashukuru wanabusoa wametusogezea, hata mama akijifungua kwa matatizo atahudumiwa kwenye kituo cha afya cha Busoro. Changamoto za afya kwa kweli, tunaenda kituo cha afya cha jirani, bado tuna changamoto kubwa ya huduma. Kitatusaidia sana kwa kweli, tutakuwa tumepunguza gharama za kwenda vituo vya jirani mbali usafiri. Ninaishukuru serikali kwa mpango waliopanga kutusaidia kutuletea huduma ya afya karibu. Tulikuwa tunasumbuka mno, mama wengi walikuwa wanazalia njiani kwa ajili ya umbali wa kituo cha afya. Lakini kwa sasa namshukuru Mama Samia kwa mpango alioufanya kutusogezea huduma. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Grace Kingalame amesema wananchi wa Busolo na maeneo mengine wanakwenda kunufaika na kituo hicho cha afya, huku diwani wa kata hiyo Levocatus Jacob akigusia ushiriki wa wananchi katika zoezi hilo. Fedha ambayo tuliletewa ni milioni 250 ilikuwa inaelekeza kujenga jengo moja. Lakini kupitia viongozi wetu, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, tukaona na sisi tuunge nguvu kazi ili Mheshimiwa Rais aone kwamba na sisi kumbe tunataka kweli kituo cha afya. Tumetumia zaidi ya milioni 222 katika ujenzi huu, ambapo tumejenga wodi ya baba, mama na mtoto, lakini pia jengo la nje la wagonjwa ni OPD. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kukagua majengo yetu, sisi tupo tayari kupokea maelekezo yako na kuyatekeleza. Karibu sana. Pia kama una neno la kuzungumza na wananchi walioko eneo hili. Busolwa oye! Mkuu wa mkoa wa Geita akiwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo wilayani Nyang'hwale amesema ameguswa na bajeti iliyofanyika na kuongezeka jengo lingine la ziada la kujifungulia mama kwa fedha hizo zilizoletwa, huku akisisitiza halmashauri nyingine zijifunze kupitia Busolwa, Nyang'hwale. Tumeshuhudia ujenzi wa kituo chetu cha afya na tulipewa fedha kwa ajili ya kujenga jengo moja ambalo hili mnaliona limekamilika. Tumeweza kusevu tukajenga mpaka jengo lingine la mama na mtoto kwa ajili ya kujifungulia katika eneo hili la Busolwa. Kwa hiyo kwa dhati ya moyo wangu nawapongezeni sana 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 wana Busolwa na Nyang'hwale kwa kuwa mfano mzuri wa kuigwa katika matumizi ya fedha za umma. Na mimi nielekeze rasi yuko hapa.
wala ambao wanatumia fedha vibaya ndani ya halmashauri zetu za mkoa wa Geita waje wajifunze Busolwa namna ya kusevu fedha na kuleta maendeleo katika maeneo mengine. Nimeelezwa katika kata yetu hii wananchi mejitolea mchanga na wadau wamejitolea pia kuwachangieni kokoto, kuchimba msingi. Hayo ndiyo maendeleo tunayoyataka katika mkoa wetu. Mkurugenzi mtendaji mkuu wa CCBRT Brenda Msangi amesema dhamira ya hospitali hiyo ni kuhakikisha watoto wenye ulemavu na watu wasio na uwezo kugharamia matibabu wanapata huduma za kiafya wanazohitaji ili kuboresha maisha na afya zao, kwani hao wana haki ya kupata huduma hizo kama wananchi wengine. Tumekuwa tunaboresha maisha ya watu wenye ulemavu kupitia huduma za afya zinazofikika kiurahisi, huduma za utengamao, elimu, utetezi na ushirikishwaji wa jamii. Kama nilivyosema, kazi zetu zimevuka mipaka ya hospitali kwa kuimarisha mifumo ya rufaa, kutoa elimu ya afya, kufanya huduma za kuwafikia wananchi pamoja na kujumuisha masuala ya ulemavu katika huduma za afya za kawaida. Kwa sasa inakadiriwa takriban wananchi milioni 4.2 hapa Tanzania wanaishi na aina mbalimbali za ulemavu. Hali hii inahitaji hatua ya haraka zenye uratibu na huruma. Sisi kama CCBRT, dhamira yetu ni kuwafikia watu masikini na walio katika mazingira magumu kwa kutoa huduma za matibabu bila malipo au kwa gharama nafuu. Changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo, kila mwaka maelfu ya watoto huzaliwa na ulemavu mbalimbali, ikiwemo watoto ambao wanazaliwa na mtoto wa jicho, watoto wanazaliwa na mguu kifundo, watoto wanazaliwa na mdomo wazi na mtindio wa ubongo ama cerebral palsy. Sasa changamoto hizi zinaweza kutibika, na hizo ndio habari njema kuhusu watoto ambao wanazaliwa na changamoto hizi. Hata hivyo, watoto wengi bado wanateseka kwa sababu familia zao haziwezi kupata au kumudu gharama za upasuaji, gharama za urekebishaji, vifaa saidizi na ufuatiliaji maalum wa matibabu. Kwa kweli, bila matibabu watoto hawa hukabiliwa na ulemavu wa kudumu, wananyanyapaliwa kwenye jamii zao, wanabaguliwa na kunyimwa fursa za elimu na ajira. Wazazi wengi ambao sisi tunakutana nao hapa huishi katika maumivu ya kihisia na changamoto za kifedha, wakiamini kuwa hakuna suluhisho kwa watoto wao. Katika baadhi ya jamii, changamoto hizi bado huhusishwa na imani potofu, laana na ushirikina. Taarifa hizi zisizo sahihi husababisha hofu na kuwatenga familia zinazohitaji msaada na huduma za afya. Watu kadhaa wamenusurika kifo katika ajali ya barabarani iliyotokea eneo la stendi kuu ya mabasi Mafinga jirani na njia panda ya Mafinga Mbololo katika barabara kuu ya Iringa Mbeya. Ajali hiyo ilihusisha gari dogo aina ya Ford Ranger ambalo linadaiwa kufeli breki na kugonga bajaji iliyokuwa mbele yake. Washuhuda wa tukio hilo wamesema ajali hiyo ilitokea ghafla na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwa eneo hilo. Hata hivyo, taarifa za awali zinaeleza kuwa watu kadhaa walinusurika kifo katika tukio hilo. Kwa majina naitwa Enodi Kikalinga. Nilikuwa pale NBC wakati ajali inatokea. Ile nje ilikuwa imetoka huko juu, ikawa inashuka na bajaji hiyo nyeusi ilikuwa inashuka. Ilipofika hapa, bajaji ikagongwa nyuma na gari ilikuwa speed sana. Baada ya bajaji kugongwa nyuma, ikageuka hapo. Baada ya kugeuka ikakutana na IT nayo ikawa imeumia pia. IT ikageuka hivi na hii bajaji pia ikawa imepaki pale pembeni. Lakini wanadai kwamba chanzo cha hii gari ni breki, kwamba breki ndio ilikuwa changamoto mpaka inatokea ajali. Hakuna majeruhi wala vipi? Hapana, abiria tumeona wameumia kawaida, lakini ni wazima na dereva pia ni mzima. Majina anaitwa Richard Mbuye, ni dereva bajaji, pia ni kiongozi wa bajaji. Unadhani ajali hii imesababishwa na nini?
Ajali hii imesababishwa na hii gari, hii renji ilifeli breki huko ilikotoka, ikaja ikaigonga bajaji. Baada ya kugongwa ikahamia upande wa pili. Upande wa pili kulikuwa na IT natoka huku, wakagongana na hiyo IT. Eneo hili ni eneo ambalo lina vivuko, watu wanapita hapa, kuna kivuko, lakini pale mwanzo pia kuna kivuko. Kwa nyinyi madereva, sheria zinasemaje kwenye maeneo kama haya ambayo yanakuwa na vivuko kuhusiana na mwendo? Sheria zinasema tupunguze breki, tupunguze mwendo. Na nadhani hata hii bajaji ilikuwa mwendo mdogo, hii IT nayo hali kadhalika ilikuwa mwendo mdogo, lakini huyu wa gari, huyu wa range, huyu alikuwa amefeli breki, ndo changamoto imetokea hivi. Wito wako nini kuhusiana na hiki ambacho kimetokea ili kisiweze kujirudia wakati mwingine? Wito wangu cha kwanza kwa madereva wote, tuwe tunakagua magari yetu tunakotoka. Kama unaona gari lako lina hitilafu, either uko safarini imetokea hitilafu, breki zimefeli, kagua gari lako. Kama uko polini, ni vema ukakaa pembeni ya barabara ukaangalia, either ukaita fundi akatengeneza kabla ya kufika kwenye maeneo yenye population ya watu kama hivi. Kama huyu jamaa alitoka huko alikotoka, kama ametoka sijui Mbeya sijui Makambako, kwa hiyo tafsiri yake either aliona ili tatizo la breki toka huko nyuma. Tusivumilie kusema tunavumilia tunakwenda kwamba tutatumia uzoefu kwenye maeneo ya watu. Changamoto ni kubwa kama hivi. Na kingine kwenye hivi vivuko madereva tuwe makini, tuende na mwendo wa taratibu, kwa sababu sasa hivi watu wanaovuka ni wengi. Huu ni mchana, watu wana akili tofauti. Kwa matatizo kama haya tunachoshukuru Mungu kwamba hayajatokea madhara kwamba kufa kwa watu, vifo vya watu. Hicho ndio tunachoshukuru Mungu, lakini mimi wito wangu kwamba tuwe taratibu, tupunguze mwendo, tuendeshe kwa tahadhari. Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Bukimau iliyopo kata ya Bumilagwiga, wilaya ya Mji wa Mafinga, wilayani Mufindi, Kojagi Emily Ungele mwenye umri wa miaka 19 amefariki dunia katika tukio lililotokea usiku wa kuamkia Jumatatu Juni 1 kwa kile kinachodaiwa kushambuliwa akiwa katika mazingira ya shule chini ya uangalizi wa walimu na walezi wa shule hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na tuhuma za uwizi wa mashine ya kunyolea nywele pamoja na redio. Kwa majina naitwa Johannes Miunga, ni mama mtoto aliyefariki kwa kupigwa na enzi shuleni. Ilikuwa ni juzi kuamkia jana. Ilikuwa ni kama saa 4 usiku. Nilipigiwa simu na patroni wake. Japokuwa nilikuwa sijui ile namba ni ya nani. Nikapokea. Akaniambia, "Wewe ni mzazi wa Kojaki?" Nikasema ndio. Akaniambia kuna tatizo limetokea hapa shuleni. Mwanao Kojaki ametumiwa kwa kuchukua vitu vya wenzake. Akataja kwamba alichukua mashine ya kunyolea na kiledo kidogo. Kwamba amemuuliza akakiri kwenda kuchukua. Na wakati huo akaniambia wapo kijijini, wako nje ya shule. Yaani walimchukua mtoto akampeleka kijijini, kwamba aliwaambia vile vitu kuna sehemu ameviweka kwa rafiki yake kijijini. Kwa wakati ule ananipigia simu, walikuwa kule kijijini. Akaniambia hapa tupo hapa kijijini, tunamhoji na tumefika kwa rafiki yake, alisema kwamba vile vitu amevipeleka pale, lakini rafiki yake amekataa. Na alichokuja kusema akaniambia na waliochukua hivyo vitu wana hasira sana. Nikamuuliza mtoto mpo naye hapo? Akasema tupo naye, ongea naye. Mimi kweli wakampa simu mwanangu, nikaongea naye. Nikamuuliza mwanangu, kwa nini umefanya hivyo? Hakuwa na jibu zaidi ya kuguna. Nikamwambia tu mwanangu, unataka kuniua? Akaniambia hapana mama. Nikamwambia sasa kwa nini unafanya hivyo? Alicho nijibu kauli ya mwisho inoniuma. Mwanangu ananiambia, "Mama, au niache shule." Ndio kauli yake ya mwisho niliongea naye hivyo. Kwa mbeleni sikuelewa. Akamrudisha mwalimu simu. Nikamwambia, "Mwalimu, naomba nilindie mwanangu." Kwa toka tulivyoongea naye ile usiku, sikuelewa kilichoendelea.
Asubuhi ndo mwalimu wake akampigia baba yake kwamba mtoto ana hali mbaya, lakini yule patron alishindwa kupokea simu zetu. Tulimtafuta sana mpaka kufika saa 5 asubuhi, ndipo yeye mwenyewe alipotupigia simu, na tulipopokea tukamuuliza, bwana, usiku tuliongea kuhusu ishu ya mtoto, mbona hujaturudia kutuambia tumefikia wapi? Hapo ndipo akakata simu, akasema bwana, alikata simu. Baada ya hapo tukamtafuta kupokea tena mpaka mishale ya saa 9 ya saa iko saa 7 tulipopokea simu ya mkuu wa shule akiwa anatuambia kwamba mtoto ana hali mbaya, anapelekwa hospitalini, anaumwa sana. Lakini tulipomuuliza mwalimu mkuu wa shule kwamba mtoto anaumwa nini, hakutupa maelekezo mazuri. Alisema mpaka na yeye apate taarifa kamili kutoka kwa patron ambaye ndio ameongozana naye kwenda hospitali. Tukajitahidi kumuuliza anaumwa nini, akasema anaumwa tu ugonjwa wa kawaida. Sisi tukaendelea kusubiri, lakini tukawa tumeshaanza kufanya mipango sasa kwa ajili ya kwenda huko hospitali kwenda kumuona mtoto. Lakini kabla hatujatoka, mkuu wa shule alipiga simu tena akatuambia mtoto amekwisha kufariki. Sisi tukashtuka sana, lakini tukaondoka kwa ajili ya kwenda kuangalia nini kimetokea na nini kimemkuta. Kweli tumefika katika kituo cha afya Nyororo, tukakaribishwa na daktari pale. Daktari akatuambia yeye alipokea mtoto akiwa amekwisha kufariki, ndio maana alifika pale hospitali akiwa amekwisha kufariki. Na tukamwomba daktari twende tukaangalie, tukatambue mwili kama ni wetu. Kweli tukakuta ni mtoto wetu Koja Kiungele yuko pale, lakini alikuwa damu nyingi sana zinachuruzika, ambapo alikuwa na jeraha kubwa sana kisogoni. Kwa hiyo sisi kwa kweli inahuzunisha sana. Mmeridhishwa na maelezo yaliyotolewa na shule pamoja na kituo cha afya? Sisi tunashukuru kwanza kituo cha afya kwa kutupa ushirikiano mkubwa, pamoja ya kutupatia gari kwa ajili ya kurudisha mwili Mafinga, lakini pia walitupa ushirikiano mkubwa. Lakini kiukweli hatujaridhishwa na maelekezo ya kutoka shuleni kwa mkuu wa shule, kwa sababu mtuambia mtoto alikuwa anaumwa, lakini sisi tumekuta mwili una jeraha. Kwa hiyo hapo ndio tunasubiri nani za polisi ziendelee. Mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa za habari kwa siku ya leo. Asante sana kwa kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kambi ya upasuaji ndio wazi inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama kuanzia Juni 8 mpaka Juni 12. Ni vyema kusikia taarifa hii, mwambie na rafiki yako. Mimi ni Pendo Goton.